بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadana ila alkhair wa ab'adana an sharri wa ahya alfadail. Ahibba fillah, tunaendelea na kitabu chetu Mulhatul I'rab cha Sheikh Abi Muhammad Al-Qasim ibn Ali rahimallahu ta'ala. Siku hii ya leo tunaanza katika al-ishtighalu. Ma maana al-ishtighalu? Nini maana ishtighalu? Katika mukhtasar, an yataqaddama ismun, ni kulitanguliza jina, thumma ya'ti ba'dahu, kisha huja baada ya hilo jina fi'lun, huja ni kitendo. Ishtaghala bidhamiri yaudu ala dhalika al-ism, yani kushughulisha kwa kurudisha dhamir ambayo katika hilo jina. Qala musannif rahimallahu ta'ala, anasema mtunzi wa hiki kitabu chetu katika shairi la kwanza: wa hakadha in qulta zaidun lumtuhu wa khalidun darabtuhu wa dhimtuhu. Tukiona katika shairi hili kwamba anasema wa hakadha, na kama hivyo, in qulta, ukisema zaidun lumtuhu, zaid nimemlaumu yeye. Kwa hiyo tunaona kwamba zaidun ni ismu, lakini jina hili limetanguliwa na fi'lun lumtu. Kwa hiyo lumtu ni fi'lu, asili yake ni fi'lu madhi. Lumtu lama, kwa hiyo kawa lumtu sababu kuna ta'u mutakallim. Kwa hiyo hau ni dhamir ambayo imefanya istighalu. Wa khalidun, pamoja na khalidu pia ni ismun. Dharabtuhu, pia dharabtu ni fi'lu. Hau ni dhamir ambayo imerudi juu ya jina. Wa dhimtuhu, pia dhimtu ni fi'lu, wal hau dhamir imerudi katika nani? Khalid. Kadhalika qala musannif rahimallahu ta'ala, katika beti ya pili anasema farraf'u fihi jaizun, basi kurufaishwa ndani yake katika sentesi kama hiyo ni jambo lenye kujuzu. Wa nasbu, pamoja na kutia nasbu. Kilahima, kila zote hizo mbili. Dallati alayhi kutub, imejulisha juu yake vitabu vya wanachuoni, kwamba unaweza kupita kwa rafu, na pia unaweza kupita kwa nini? Kapita kwa nasbu. Mathalan, unaweza kusema zaidan lamtuhu au khalidan dharabtuhu, unaweza kusema hivi kama au unaweza kusema njia ya pili, zaidun lumtuhu au khalidun dharabtuhu. Wallahu a'lam. Kwa hiyo unaweza kufanya rafu, kuirufaisha katika Zaid na Khalid, na katika ala annahu mubtada, kwa kupita hali ya mubtada, wa nasbahu, na kutia nasbu ala annahu maf'ulun bihi. Kama utapita katika njia mubtada, unaweza kutia rafu, kama tulivyosema kwamba zaidun, hapo tunapita kwa mubtada. Pia unaweza kupita kwa zaidun kuwa maf'ulun bihi, unaweza kusema zaidan lumtuhu. Kwa hiyo ukipita kwa nasbu, basi tambua ala annahu maf'ulun bihi, kwamba ni maf'ulun bihi. Bifi'l mahdhuf, kwa hali ambayo fi'li yake mahdhuf, yufasiruhu ma ba'dahu, na utatafsiri kile ambacho kilichukua baada yake. Hakadha, nadhani haya yote ni maarufu kwa vitabu vya nyuma ambavyo vilivyosoma.
Mlango wa pili, babu alfa'ili. Mlango unazungumzia alfa'il. Beti ya kwanza, wa kullu ma jaa min alasma'i, na kila ambalo lililokuja miongoni katika majina, aqiba fi'li, mwisho wa kitendo, salimi, ambacho kimesalimika, albinai, jengeo lake, farfa'hu, basi rufaisha jina hilo, irufaishe, idh tu'riba, pindi ukitia irabu, fahuwa fa'ilun, basi huyo ni fa'il. Nahu mfano, jara alma'u, kwa hiyo jara alma'u, ma'u ni ismun, kwa hiyo tumetia raf'u kwa sababu imeingia katika sehemu ya fa'ilu. Pia mfano wa pili, wajara al-adilu, kwa hiyo jara amepita al-adilu, mkosoaji, adilu, adhilu, mkosoaji. Kwa mkosoaji anakuwa sehemu ya nani? Ya fa'il. Kwa hiyo tumeambiwa idh tu'ribu fahuwa fa'ilu. Mlango wa tatu, faslu tauhidil fi'li, somo ambalo kumpwekesha fa'il, kupwekesha kitendo. Tauhidil fi'li, kuipwekesha kitendo, bimaana kwamba kukifanya kitendo kuwa kimoja. Qala musannif rahimallahu ta'ala, nasema wa wahidi alfi'la, ipwekeshe kitendo, ifanye kitendo kiwe kimoja, ma'al jamaa, pamoja na nini? Na kundi ambalo la mafa'ilu. Kwa hiyo kitendo kinaweza kikawa kimoja ndani ya fa'ilu wakiwa jamaa, kikundi. Ka kaulihim, kama kauli yao, sara rijalu saa, kwamba walikwenda wanaume saa, kitambo. Kwamba tunaona kwamba sara ni fi'lu ambayo ni madhi, lakini katika hali ya kitendo havijakuwa vitendo vingi, bali imefardika hapa, imekuwa mufrad. Lakini fa'ilu, watendaji wamekuwa ni wengi, watendaji wamekuwa wengi. Kwa hiyo kama qaida vitambia, wa wahidil fi'la, na ipwekeshe kitendo, ma'al jamaa, pamoja na nini? Na jamaa. Kwa hiyo ar-rijalu au rijalu ni jamaa, ni kundi la wanaume. Sara ni fi'lu ambayo imefardika, imekuwa mufrad. Wa in tasha, na ukitaka, fazid, basi zidisha alai, juu yake ta, harfu ya nini? Ya ta. Nahu mfano wa kutaka kuzidisha, ishtakat uratuna shitaa. Ishtakat, umeona hapo kuna nini? Kuna ta iliyozidishwa. Imeshtakia au kulishtakia, ishtakat, kumeshtakia, uratuna, nyuchi zetu, au wale wasiovaa nguo katika sisi, shitaa, wakati wa shitaa. Wakati wa shitaa ni wakati wa baridi, kwamba wameshtakia. Wakadhalika watalhaqu ta'u, na kuikutanisha ta'u, watalhaqu ta'u, na kuikutanisha ta'u, ala tahqiqi, kwa kupitia tahqiqi, bikulli ma, kwa kila lile ambalo ta'nithuhu, limeitiwa ndani yake ta'nithi, haqiqi, hakika kabisa, haqiqi, thibitisha hilo kwangu. Ka kaulihim, kama kauli yao, jaati suadu dhahika. Jaat, muona hapo imekuja kama alivyosema, watalhaqu ta'u ala tahqiqi bikulli ta'nithuhu. Kwa hiyo ta'u ni ta'nith, jaati suadu, ta'u ni ta'nith. Suadu ndo ni ismu ya muannath, dhahika. Na kadhalika alikuja suadu huku anacheka,
Wantalaqat naqatu, na waliondoka ngamia, na aliondoka ngamia indiraika, huko indiraika. Kadhalika tunaona hapa wantalaqat, tunaona wantalaqat ta'u ta'nis. Watuksiru, na utiwa kasra ta'u, hiyo harfi ya ta'u bila mahala, pasipo na budi. Bila mahala, pasipo na budi. Ta'u inaweza kawa na kasra pasipo na budi. Fi mithli, katika mfano, qad aqbalatil ghazala. Umeona aqbalatil hapa, lakini asili ilikuwa nini? Ilikuwa ni sukuni ikatiwa kasra bila budi, bila budi au pasipo na budi, litakhallus an itiqai sakinaini, kwa lengo la kuepusha nini? Sakini mbili. Kwa lengo la kuepusha sakini mbili. Kadhalika mlango mwingine, babu ma lam yusamma fa'iluhu, mlango ambao hakutajwa ndani yake mtendaji wake. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala, anasema waqif wa aqdhi qadhaa, na hukumu kuhukumu. Wa aqdhi qadhaa, na hukumu kuhukumu. La yuraddu qailuhu, wala hairejeshwi kusema kwake. Birraf'i, kwa kurufaishwa. Fi ma lam yusamma fa'iluhu, kwa kile ambacho hapakutajwa ndani yake mtendaji wake. Min ba'di dhammi, kutokana baada ya dhamma. Awwali al-af'ali, mwanzo wa vitendo. Ka qaulihim, kama kusema kwao, yuktabu ahadu alwali, huandikwa ahadi kwa alwali. Wali ni mtawala, huandikwa ahadi kwa mtawala. Kwa hiyo tunaona hapo kwamba dhamma awwali imekaa dhamma mwanzo wa kitendo, kama tumesoma hapo mwanzo wa shairi, min ba'di dhamma awwali al-af'ali, kwamba mwanzo wa kitendo iwe na dhamma. Kwa hiyo hapo kwamba yuktabu, huandikwa, ahadi alwali. Kwa hiyo fa'ili hapo lam yusamma, hakutajwa. Kadhalika wa in yakun thani thulathi, na ikiwa thani thulathi alifi, ndani yake kuna nini? Kuna alifu. Faqsirhu, tia kasra. Hina tabtadi, wakati unapoanza. Wala tafif, na wala usiitie nyepesi, usifanye kwa nyepesi. Taqulu, utasema bi'a athaubu wal ghulam. Kitendo cha thulathi ni hii hapo, bi'a, imetiwa kasra mwanzo. Bi'a thaubu, ameuza nguo. Wal ghulam, na kijana. Kwa hiyo kama hivi. Wakila zaitu shami wa taami, kila ni kipimo cha zait, cha mafuta. Shani, mji wa Sham. Wakila pia hiki ni kitendo la yusamma fa'ilu, wa taamu pia kama ilivyo. Mlango wa mwisho kumalizia, babu al-maf'ul bihi, mlango unazungumzia maf'ul bihi. Wanasbu lilmaf'uli hukma wajiba, na nasbu katika maf'ul bihi ni hukmu liwajib. Ka qaulihim, kama kauli yao, sada al-amiru arnaba, amewinda amiri Arnaba. Kwa hiyo tunaona hapo Arnaba ni maf'ul bihi. Kadhalika warubbama, na wenda ukhira anhu fa'ilu, akacheleweshwa kwake fa'il. Na mfano qad istawfa al-kharaja al-amilu, kwa fa'ilu amechelewesha, hakika amemlipa huyu kodi. Kharaja ni kodi, al-amil mfanyakazi. Kwa hiyo fa'ilu ni amilu, huyo kharaja ni maf'ul bihi, lakini
pamefanyiwa ukhira anhu afailu, akacheleweshwa fa'ili, kwa hiyo maf'ul bihi akawa awwal. Wa in taqul, na usema kallama Musa Ya'la, amemsemesha Musa Ya'la. Ya'la jina la mtu. Kwa hiyo hapo tunaona maf'ul bihi ni yupi. Kwa hiyo akamalizia kusema faqaddimi alfa'ila, mtangulize mtendaji, fahuwa aula, basi hilo ni bora zaidi kumtanguliza mtendaji.